atatoa hiyo ndio nataka hiyo. Atatoa yaliyo yake. Soma. Kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu. Atatoa katika yaliyo yake na kuwapasha habari. Atuwapasha na kutupasha sisi. Amen. Number 4. He gives. Naona tunaanza na hii kwa sababu na niliona mahali katika Ephesians kuna mahali Biblia ikosewa, waliweka hizi. Ukifika hapo fanya correction, hawezi kwa Mungu. Kuna kanisa moja niliona katika Atlanta, Georgia, inampatia full complete honor kama Mungu kabisa, Roho Mtakatifu wanampatia nafasi kama Mungu. Haleluya. Tunaanza na hii. Yaani maanisha si hiki ni nafsi. Amen. Ni roho ambayo tuliona katika maandiko wakati alikuwa anafundisha, tuliona ya kwamba ako na capacity ya grief, ako na capacity ya love kama anaweza penda. Na tukaona baadhi ya mambo ambao anafanya kama mwanadamu. Amen. Yeye hutuma watu waende katika task ambao amewapea. Anaweza kukutuma wewe kwa ubiri makueni. Na tunatuma mara nyingi sana. Kwa hivyo tunaanza na hii. Wanaweza wapewa sifa. He gives us power to obey God in the time of weakness and strengthen us. Yeye anatupatia nguvu ya kumtii Mungu na kututia nguvu wakati wetu wa weakness, wakati ambao tunahitaji, tuko na udhaifu, tunapitia mambo, na pia anatustrengthen, anatutia nguvu. Wanaweza wapewa sifa. He gives us power. Tunapewa nguvu. Na hii nguvu ya kuweza kushinda mambo ambayo yako mbele yetu. Na atatupatia hiyo na atatupatia hiyo power ya kuobey Mungu. Anatupatia nguvu pia ya kuweza kumtii Mungu. Kumaanisha kwamba bila nguvu ya Roho Mtakatifu huwezi kwa uwezo wako huwezi kumtii Mungu. Are you there? Huwezi kumtii Mungu bila nguvu za Roho Mtakatifu. Bila uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yako huwezi kumtii Mungu. Na pia anatusaidia wakati wa weakness, wakati tukiwa wadhaifu. Na kwa nini tukiwa wadhaifu? Tunapitia wakati udhaifu, tunakuwa wadhaifu katika changamoto ambazo tunapitia katika maisha yetu. Amen. Ama amekusikiaje weakness? Inakuja. Wakati ukipigwa na kitu linakuja kupiga tu pa. Unasikia kwamba hiyo hali inakushusha kiasi. Wakati huo ndio wakati wake kwa kustrengthen, kwa kukutia nguvu. Wanaweza wapewa sifa. Kuna mambo yanakuja kwa mwanadamu. Unaona umepokonywa kitu ambacho utapata siku nyingine, unakuwa weak. Unaenda chini sana, unajisikia kwamba uko chini. Hata nguvu ya kuomba saidia unasikia kama huna, kwa sababu kuna hali imekukumba. Sana sana kwa kupoteza. Huwa tunapoteza wapendwa. Unasikia kitu unashindwa unasikia kama sasa umeisha. Hiyo ndio wakati wa Roho Mtakatifu kutia nguvu katika hali hii. Na unatoboa. Wanaweza wapewa sifa. Ninajua kile ninamaanisha hapa. Sababu nilipotezanga ndugu ambao nilikuwa napenda sana. My brother. Mama yangu alikuwa anaitwa mama wa kina Ben. Mimi ni Benson na ndugu yangu alikuwa anaitwa Benjamin. Hayo tulikuwa tunajulikana kama kule kwa kina Ben. Kwetu tulikuwa tunaitwa kwa kina Ben. Mama wa kina Ben. Sasa ni Benson na Benjamin. Kwa tunapendana sana. Na alikuwa klasi moja mbele na akarudi nyuma tusome pamoja. Na sababu mwalimu alijua tunapendana sana. Tulienda tukatengeneza watoto walikuwa na keti wawili. Sasa sisi mama yako aliitwa akaambiwa aende atengeneze kiti na kukaa watoto watatu. Kwa sababu siwezi kukaa klasi moja kiti moja na ndugu yangu. Sasa tutafanya vizuri. Sasa mwalimu alifanya hivi akaweka msichana katikati yetu. Ndugu yangu hapo mwanzo hapo kuna msichana kati yetu na mimi kwa pande hii.
na tukaweza kusoma. Tulikuwa tunapendana sana, upendo wa kipekee. Tulikuwa tunachota maji pamoja, tunakata kuni pamoja, na saa ingine tunapika. Mimi napika mboga na yeye anapika ugali. Hata mama yangu anasema hii mboga ni mbele anapika. Yaani ulikuwa tamu. Na yeye upande wa ugali alikuwa anapika ugali mpaka inaiva kabisa iko tamu. Wanaweza wapewa sifa. Sasa yeye akatangulia kwenda Mombasa na mimi nikaenda Mombasa, nikaenda kufanya kazi ile kampuni alikuwa anafanya. Alafu akiwa huko akatoa transfer kuleta hapa Ndaskweli. Sasa akiwa huko nikaambiwa enda kwa ile gari ndogo ile ya escort. Ndugu yako ako online. Ben ako online. Nikaenda nikachukua ile oba nikasema oba, akasema wewe nikasema Ben anambia mimi niko mgonjwa sana. Ni nini kichwa? Ni kama alikufanga na meningitis. Nikamuuliza uko mgonjwa yeye? Hata hivi gari yote inakuja Mombasa kuja nayo nikuchukue ofisi nikupeleke hospitali. Akaniambia kuna moja inakuja. Saa 12 ilifika, nikamchukua nikampeleka Kenyatta. Mimi kule Post General. Wakaendelea kumshughulikia, lakini saa 6 nikaona amenipatia mkono. Nikashika huo mkono, akakata roho. Na kuambia nilienda chini kwa mwaka mmoja. Nikakuwa very weak mwaka mmoja. Lakini nashukuru Roho wake Mtakatifu alinisaidia. Wanaweza pewa sifa. Wakati unapopoteza, unaweza poteza kazi. Alafu unasikia kwamba uko very tough, uko chini sana. Ni wakati wake Roho Mtakatifu kukuinua kwa sababu huwezi peke yako. Wanaweza pewa sifa. Haleluya. Yeye utusaidia katika weakness yetu na anatustrengthen, anatutia nguvu. Unasikia kwamba umetiwa nguvu. Hata unaweza kumbuka maandiko fulani. Alafu hiyo maandiko yanakufariji, yanakutia nguvu. Sema amen. Utasomea nyumbani Ezekiel 36:27. Hiyo utaenda kusoma mwenyewe. Tukisoma hii hapa haikuwa umemalizana nayo. Inawezekana ukifika kwa nyumba uchukue ufanye study yako. Kwa sababu Number 5. He will weaken this mortal body of ours. Romans chapter 8:11. Tutasoma. Ana weaken our mortal body. Ana quicken. Sorry. Ana quicken our mortal body. Ana quicken. Thank you, Pastor Carol. Quicken inamaanisha nini? Kuisha. Neno lingine? Kutia nguvu. Neno lingine? Unatakana kuwe kuna neno kama 5 zinazosaidiana na hiyo neno. Kuisha. Hata kutumia kuuisha. Ana kuuisha. Kuuisha ni kutua nguvu. Yaani ilikuwa renew. Amen. Yes. Huwa ana quicken. Tusome Romans chapter 8:11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Amen. Unasikia neno kuuishwa, hata kurenew kupitia kwa roho wake Kristo aliyemfufua Kristo katika wafu. Amen. Kwa hivyo wakati mwingine tunakuwa renewed, tunauishwa, tunatiwa nguvu katika safari hii ya wokovu. Kama tuko pamoja, sema amen. Usiache nyuma, ukiache nyuma inua mkono useme nimeacha nyuma, tutakurupia. Haleluya. Number 6, maybe. He gives us fullness of joy, complete happiness and satisfaction to the saints.
He gives us full joy. He gives us fullness of joy. Yaani anatupatia furaha kamilifu. Kumbe furaha kamilifu inatoka kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Tuko pamoja? Furaha kamilifu inatoka kwa Mungu, inatoka kwa Roho wa Mungu. And a complete happiness. Joy ina furaha, joy ina happiness. Tunaweza kusemaje kwa Kiswahili? Hapa kuna joy na kuna happiness. Simu nisaidie kuhubiri. Hapa inasema he gives us fullness of joy, complete happiness. Hapa yote tutasema tu ni furaha. Yote tuweka kwa furaha. Najua ikifika kwa Kiswahili inawekaka maji kidogo, lakini Kizungu iko na utajiri wa maneno. Na kuna lugha nyingine inakuwa na utajiri wa maneno sana, inaitwa Kikuyu. Sema Kikuyu. Si useme Kikuyu, kwani unaogopa? Kikuyu. Tamka tena Kikuyu. Kikuyu. Mtu akihubiri kwa Kikuyu unasikia hiyo ikiwa maneno yenyewe yakiwa na utajiri mwingi sana. Na Kizungu iko na maneno ya utajiri. Na kuna lugha nyingine pia niliona iko na utajiri wa maneno ni Kikamba. Ni vile sijui Kikamba. Hata nikienda huko nyumbani kwetu hakuna udhibiti kwa Kiswahili. Sijakaa kupambana sana. Mimi niliposoma nilienda town. Hata saa hii niko town. Nilikaa Mombasa, sasa nikakuja Nairobi. Sasa Kikamba siwezi kukuja. Hata kuomba nao pia unapata shida. Haleluya. Sasa nikienda ushauri lazima nitatue interpreter. Na ubidi kwa Kiswahili. Sababu sijui Kikamba. Lakini nasikianga mtu akihubiri kwa Kikamba, nasikia maneno ikiwa na utajiri. Lakini Kiswahili inapunguza maneno, alafu inaongeza wakiinterpret Kiswahili walikosea kidogo sana. Haleluya. Walipatia kuipatia mimi. Isijapokuwa pande ya Tanzania na Coast sana, maneno pia ya Kiswahili yako na utajiri kiasi, lakini hawezi kutia Kizungu. Tumeona it gives us fullness of joy, complete happiness and satisfaction to the saints. Anatupatia furaha kamilifu. Amen. Haleluya. Ukiwa na furaha ni Roho wa Mungu anakupatia. Ukiwa na happiness, complete happiness. Yaani furaha ambayo iko complete, si ile ya kipimo. Yesu apewe sifa. Unajua hii maisha tunaishi hapa duniani ni maisha yako na furaha, na maisha saa nyingine inakuanga na huzuni kwa sababu ya mambo ambayo sisi hupitia hapa duniani. Kristo akasema tujipe moyo kushinda ulimwengu, kwa maana alijua ulimwengu unayo dhiki. Tunapitianga dhiki, na dhiki zingine zinatuleta karibu na Mungu. Haleluya. Hii fullness of joy na complete happiness tunapewa na Roho Mtakatifu. Na hii dunia tunaishi, kuna wakati mwingine hapa vile nimesema unaendana chini sana, unapitia changamoto. Na katika hiyo changamoto inakuwa imepimwa na uwezo ulio ndani yako kiasi ya kwamba ustahili kuanguka na stahili kusimama, kwa maana inakuwa imepimwa. Na mengine huwa ni mazito sana kwa maisha ya wanadamu. Kuna kitabu ninaandika na 2027 ndio itatoka. Kwa nini wakati mwingine Mungu ako silent? Hata hiyo ndio swali unajiuliza sana. Unaomba kitu na aneti ako kimya tu, alafu ukiangalia unaona kuna uwezo wa kufanya hiyo, na hakuna kitu inashinda Mungu. Ambia mwenzako hakuna kitu inashinda Mungu. Hakuna kitu inashinda Mungu. Na hakuna kitu inafanyika katika mgongo wa Mungu. Kila kitu inafanyika wazi mbele ya Mungu. Anaona mwanzo na anaona mwisho. Na kuna wakati mwingine anakuwa silent. Tena kwa maisha yako. Sasa ile unamhitaji, lakini unaona ako silent kwa eneo fulani. Hajajibu. Sasa hiyo ndio ninaandika. Sababu niko na ufunuo kupitia kwa Roho wake Mtakatifu kuhusu kuandika hiyo. Itanichukua mpaka
27 itatoka na itakuwa ya msaada sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa yale mambo tunapitia, hata yale majaribu tunapitia, Roho wa Mungu anakuanga ndani yetu, anatusaidia kuyastahimili na kuyashinda. Amen. Na kila jaribu inakuja kwa maisha yako inataka kuinua kwa kiwango ya juu sana, hata kama ni kupoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama ni kupoteza, inatakana kuinua kwa kiwango ya juu. Iko na element ya kuinua kila jaribu inayokuja. Mshirika wangu siku moja alinipigia simu, akaniambia, Pastor, nataka nikuone macho kwa macho. Nikasema, Mungu wako umefanyika nini? Nikamwambia niko. Akaniambia, niambie nikuje ama wewe utakuja? Nikamwambia mimi nakuja. Nikakuja. Akaniambia nataka unijibu. Kwa nini Mungu alichukua baba yangu na akachukua mama yangu ukue mayatima, tuhangaike bila watu wa kutusaidia? Unaweza mwambia hivi. Umeulizwa swali, kwa nini Mungu amechukua baba yangu na akachukua mama yangu na sasa tumekuwa mayatima, na hapa kuna watoto wanatakana kwenda secondary. Sasa mimi nitafanyaje kuhusu wao? Kwa nini alifanya hiyo? Nataka unijibu hiyo.